Karibu ni wakati mwingine, lakini leo tutaangazia dhana ya kumlea mtoto kulingana na ndoto yake. Kumekuwa na changamoto hii kwa wazazi na walezi kuwalea watoto wao kulingana na ndoto zao. Na jambo hili limesababisha, kwa nini tunazungumzia? Kwa sababu limesababisha baadhi ya watoto baada ya kukua, vijana wanakuwa na maisha ambayo hayakutarajiwa na jamii yao. Mfano, kuna hii janga la mashoga na nini. Tunaweza tukaona jamii kwa sasa hivi ni jambo ambalo ni kubwa sana, na tukawa tunajitahidi sana kulikemea kwa ukubwa sana, lakini hatujui hawa watoto hawa walivyokuwa wanakuwa nini ambavyo walivyokuwa na wakiamini. Ndoto, ndugu zangu, ni yale matamanio au lengo ambayo mtu anatamani kuwa baadaye. Sasa utakuta wazazi, baadhi ya wazazi wanamuacha mtoto afanye jambo fulani eti kwa sababu ni ndoto yake. Hilo ni tatizo kubwa sana. Sasa kama wewe ni mzazi mlezi, hebu uchukua fikra hii, alafu uanze mabadiliko juu ya malezi ya watoto wako. Malezi ya watoto yana mchango mkubwa sana juu ya kutengeneza baadaye ya watoto. Unaweza ukaangalia dhana hii ya malezi, dhana hii ya ndoto. Mtoto anapokuwa amezaliwa, huwa anazaliwa na uwezo wake na mwelekeo fulani, lakini malezi ya mzazi, elimu au taaluma, aidha mazingira anayopatikana, ndiyo yatakayokuja kudetermine malengo mazuri au matamanio mazuri ya mtoto. Sasa mzazi mlezi, jitahidi unapokuwa unamlea mtoto wako au katika malezi ya kulea watoto, basi tujitahidi au mjitahidi kwanza muhakikishe kuwapa mwongozo watoto, lakini kuhakikisha elimu, kuwapa elimu, lakini pia msisahau kuwapa uzoefu mpana wa maisha mnayoyapitia. Lakini mwisho wa siku, mnapokuwa mnatengeneza hivi vitu vingapi hivi, uzoefu, elimu, lakini na mwongozo, unampa mtoto nafasi pana sana ya kufanya maamuzi, lakini maamuzi yenye elimu, yenye taaluma, maamuzi yenye uzoefu, lakini maamuzi yenye mwongozo wa kujua nini niwe, nini natakiwa kufanya kulingana. Sababu lengo au matamanio ya mtu huweza kubadilika kadiri anavyopata elimu, uzoefu na uelewa mpana wa maisha. Hivyo wazazi, walezi na waasa kuto kuamini malezi katika ndoto za watoto, kwa sababu watoto hawana uelewa mpana juu ya mazingira wanayoishi katika jamii zao. Hivyo hutegemea malezi ya wazazi, hutegemea mazingira ili kujitengenezea matarajio yao au matamanio yao ya mbeleni. Kwa wazazi, mna kazi kubwa sana katika malezi ili kuhakikisha watoto wanapata kile kinachostahiki, si kile wanachokihitaji kutarajiwa na jamii husika.